الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل السلام وأتم التسليم وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Tuko katika muendelezo wa darasa ya tafsir. Walillahi alhamd, tulianza elimu ya mirathi na kwa tawfiki Allah subhanahu wa ta'ala tumeimaliza. Sasa tumebaki na tafsiri ya juzu amma na tulisimama kwa ajili ya likizo, na leo inshallah tunaendelea tena na tulishia sura gani ya mashaikh? والشمس tulisoma au tuliacha? طيب kuelewa walaili. طيب Qur'ani ndugu zangu imegawanyika katika sehemu tatu. Kuna tiwal na kuna za katikati inaitwa awsat na kuna mufassal ambazo aya zake ni chache. Tiwal ziko 7, suratul Baqara, Al-Imran, zote hizi sura ndefu. Na awsat wanazuoni mختلفiana, kuna wengine wamesema inaanzia Yunus au Tauba kushuka chini, na hii ni ambayo wengine wanaita miin ndani yake, ambayo ina aya 100 kwenye hii mufassal. Na hizi ndugu zangu, sasa hivi tunaingia kwenye mufassal. Mufassal yenyewe imegawanyika sehemu tatu. Mufassal inaanzia surat Qaf, juzu ya ngapi? Juzu ya 5, surat Qaf kushuka mpaka qul a'udhu birabbin nas. Katika hizi mufassal ambazo ni chache, kuna chache ya chache ambayo inaanzia sura gani? Wadhuha. Wadhuha ndio inaanzia qisarul mufassal, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma qisarul mufassal kwenye sala gani? Naam, salatul maghrib. Naam, sahih. طيب tutachukua kwa sababu ya uchache wa aya, tutachukua sura mbili. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ndugu zangu, kila aya ina sabab nuzuli yake, ina tartibat zake, ina mawduati yake. Ibn Abbas radhiyallahu anhu anasema hii sura hii imeshuka kwa ajili ya wale wenye kutoa na wale wenye kubakhili. Kwa hiyo hii sura inaambatana na maudhui ya kufanya nini? Kutoa. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameanza na kiapo. Kiapo iko wapi? Wallayli idha yaghsha. Allah subhanahu wa ta'ala ameapa kwa usiku, tena usiku ambayo inatanda, yaghsha yenye kutanda. Yani Allah subhanahu wa ta'ala ameifananisha usiku kana kwamba ni vazi. Giza linavyotanda na ukubwa wake na miujiza iliyokuwa kubwa, Allah subhanahu wa ta'ala anaapa kupitia aya hii katika alama hii. Na kiapo hii sikuwahi kutaja. Na kiapo, Mwenyezi Mungu akiapa kunakuwa na madhumuni mbili katika kiapo. Yani Allah subhanahu wa ta'ala akitoa kiapo kuna madhumuni mbili, na madhumuni yote hizi mbili zimekusanyika kwenye surat Wat-Tini Waz-Zaitun. Madhumuni ya kwanza, ima Allah aape kupitia viumbe vyake au kitu ambacho inaonyesha uzito wa mashaikh, inaonyesha uzito wa hicho kitu. Madhumuni ya pili, kuonesha faida na neema ya hiyo kitu. Na hii yote imekusanyika ndani ya Wat-Tini Waz-Zaitun. Allah ameapa, amesema Wat-Tini Waz-Zaitun. Ameapa kwa mti wa tini na ameapa na kwa zaitun. Kwa nini ameapa? Kuonesha nini? Faida yake. Wa turi sinin wa hadha albalad alamin. Na Turi Sina, hii inaonesha ni fadhila yake. Kwa hizi zote zimekusanyika ndani ya sura Wat-Tini. Lakini hapa akiapa wallayli idha yaghsha, ameapa kwa sababu kuonesha uzito wa usiku. Na Allah amejalia usiku vitu vyote vinapumzika, wanyama wote wanapumzika, lakini watu washari hawapumziki. Mashaitani baada al-maghrib wanatoka,
Na Mtume akatufundisha, na watu wengi wanasahau, inapoingia magharibi funga mlango, funga madirisha, kwa sababu ndio muda ambao mashaitani wanafanya nini? Wanatoka. Tayeb, kiapo cha pili, wanahari idha tajalla, ima iwepo usiku au iwepo mchana. Kuna cha tatu mashaikh, kuna cha tatu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anataja adad, kitu na kitu, vitu viwili venye uwili tu. Kwa hiyo nazungumza hii, nataka uzingatie, utafahamu. Wal-layli idha yaghsha wan-nahari idha tajalla, na mchana unapopambazuka. Na kwenye surat idha shamsu kuwirat, kama sijakosea, anasema was-subhi idha tanaffas, kaifananisha kana kwamba inapumua, mwanga inapotoboa giza la usiku na kuanza kuenea. Kisha wama khalaqa adh-dhakara wal-untha, na ameumba. Na hii ma kwenye lugha na kwenye nahwu ina maana nyingi. Rasuli ya kwanza ima nafia sahihi, na ima mausula, na ima istifhamia, na ima shartia. Lakini hapa imekuja tafsiri mbili. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha, ma hapa ni mausula, ay alladhi khalaqa adh-dhakara wal-untha. Nikisema na hapa kwa yule aliyeumba kike na uume, yani jinsia ya kike na jinsia ya kiume, hapa anakusudiwa nani? Aliyeumba nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hii tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya pili, ma ni masdaria. Ikiwa masdaria, tawili yake inakuwa vipi? Naam, tawili yake inakuwa nini? Wa bi khalqi adh-dhakari wal-untha. Kwa hiyo kiapo haiwi kwa yule aliyeumba, kiapo kinakuwa kwa kile ambacho amekiumba na alichoumbia, au na yule ambaye, ya kwanza tunasema na yule ambaye aliyeumba jinsia ya kike na kiume, si ndio? Kwa ikiwa masdaria na uumbaji, sababu masdar ni uumbaji wa kike na kiume, na yote ni sahihi, hakuna ikhtilaf. Sawa mashekh? Ametaja pili dhakar na untha. Kuna cha tatu? Hakuna cha tatu. Ima kiume, ima wanyama wenyewe ni ima dume au jike. Mpaka mimea, mnafahamu kwamba kuna papai, kuna papaya na mamaya kwenye papaya. Mnafahamu mashekh? Papaya ni ya kiume, haitoi matunda, lakini mamaya ndio yenye kutoa matunda ya kike. Kwa mpaka kwenye viumbe Mwenyezi Mungu ambaye wili. Kisha Allah anasema inna sa'yakum la shatta. Kiapo tumesema kila kinapokuja kiapo lazima kije kinacho apiwa. Yusuf, sahihi au si sahihi? Yusuf, sahihi au si sahihi? Kwa hiyo kinachoapiwa hapa kiko wapi? Hii hapa, inna sa'yakum la shatta, hakika matendo yenu ni yako tofauti, hayawezi kufanana. Kila mmoja matendo yake, chumo lake, shatta, tofauti. Tena Mwenyezi Mungu ametia msisitizo tena, akasema inna, kwa harfu taakid, kwamba hakika matendo yenu hayako sawa. Matendo ya muumini na kafiri hayawezi hata siku moja yakawa sawa. Na hii shida baadhi ya watu wanakwambia, wewe unafanya, mimi unafanya, njia si moja. Njia ni moja, lakini makusudio ni nani? Kama makusudio sio Allah subhanahu wa ta'ala, inna sa'yakum la shatta. Muumini hawezi akawa sawa na sio kwa muumini. Mwenye kuswali na kutenda matendo mema hayuko sawa na yule ambaye amekaa nyumbani na wala kuswali haswali. Hayuko sawa na yule mwenye kutoa na yule ambaye hatoi. Shattana bainahuma, utofauti ulikuwa baina yao. Kisha Allah anasema, kataja sinf kule nyuma, kataja usiku na mchana viwili, kisha kataja jinsia ya kike na jinsia ya kiume viwili, akataja matendo ya watu. Ndio hii madhumuni kwamba kuna muumini na nani? Muislamu na sio kwa Muislamu, aliyesadiki wahi wa Mwenyezi Mungu na yule aliyekadhibisha. Awe kwenye tabaka tofauti, awe anaabudu ng'ombe, anaabudu sanamu, anaabudu, lakini wote wamekadhibisha na hawa wamesadikisha. Hawawezi wawili wakawa kitu kimoja. Tayeb, fa amma man a'ta wattaqa, na ama yule ambaye aliyetoa
kisha akamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Huenda hii sura kila siku unaisoma na maana yake unakosea. Hapa kutasema fa man a'ta wattaqa, yule anayetoa katika njia ya Mwenyezi Mungu na akamcha Mwenyezi Mungu. Hii tafsiri ni ndani ya tafsiri iliyokuwa ya juu. Tafsiri ya juu ni ipi? Fa amma man a'ta, yule ambaye atatoa, ima kwa kujitolea yeye, atoe mfukoni mwake, atoe sadaqa, atoe zaka, au ajitolee kwa kumsadikisha Mwenyezi Mungu, kuswali, kufanya hija. Matendo ya khairi yote ndio a'ta. Matendo ya khairi yote ndio a'ta. Wattaqa, ikija uchamungu baada ya neno kutoa, uchamungu manake ni amekaa mbali na yale ambayo Allah amemkataza. Kwa hiyo wattaqa, amekaa mbali na makatazo ya nani? Kwa hiyo tafsiri kuanzia leo ukisoma fa man a'ta wattaqa, na yule ambaye sisikii. Naam. Wasaddaqa bilhusna, na akasadiki kwa kile ambacho kiko kitu chema. Hapa wanazuoni wasaddaqa bilhusna, akasadikisha kilichokuwa kizuri au kitu chema. Kiswahili kama nimekosea mtanisahihisha. Almuhim, na wengine akasema wasaddaqa bilhusna, akaweka kasadiki kwamba kile ambacho anakitoa atakikuta mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah anasema kwenye surati Saba, inna rabbaka yabsutu rizqan man yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Allah anasema chochote ambacho mnakitoa duniani mtakikuta duniani na akhera. Kwa hiyo hapa kwa tafsiri na kwa muundo wa sura utaona, kwa muundo wa aya zinazokuja mbele yake, kwamba neno tafsiri iliyokuwa la karibu mno, hii aya inahusiana na kutoa. Yule ambaye ametoa kisha akaweka ndani ya moyo wake kwamba alichokitoa hichi Mwenyezi Mungu atampa duniani na akhera atakikuta. Kwa sababu gani? Mashekh, hii stories ziko nyingi sana kuhusu hii, kwamba unatoa katika njia ya Mwenyezi Mungu na unakuta mbadala na maradufu usiku wake. Unatoa mchana, usiku unakuta maradufu. Chochote ambacho unakitoa wewe, sadaqa au zaka, ni kwa ajili ya kukutakasa na pia kuiongeza mali yako. Limadha sumiyati zakatan linanaihi, kukua vuno. Yani mimi natoa mfukoni, nikitoa mfukoni kunapungua, kunaongezeka, kunapungua, si ndio? Lakini Mwenyezi Mungu anasema kunaongezeka. Maneno ya Mwenyezi Mungu a'udhu billah inaenda chonjo, haiwezekani. Mfuko unapungua, lakini Mwenyezi Mungu anakuambia mali yako inaongezeka. Wallahi wa billahi wa tallahi, kwa watu na wajua, mtu anatoa anakuta maradufu ya profit ambayo aliingiza, anakuta Mwenyezi Mungu anamuepushia. Lakini yule ambaye anashikilia mali yake kwa uchoyo, kwa ubakhili, Mwenyezi Mungu baadaye hapa atasema, mtaona aya inakuja tutaeleza. Lakini hii wasaddaqa bilhusna, katoa kisha ndani ya moyo wake anaamini Mwenyezi Mungu atamlipa hapa duniani na kesho akhera. Na ulizeni waliojaribu na watakuelezeni miujiza katika hii. Hata wanazuoni vyuo mnaita nani, wanaosomea economic, uchumi, wanazuoni wa uchumi wanasoma kitu pekee ambacho tumeona ambacho kinaongeza katika mali yako ni charity. Charity unajua maana yake nini? Ni kutoa sadaqa. Anasema ukitoa unakuta inakuja mbadala, na hatujui falsafa yake iko vipi, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameshasema kila unapotoa tunaongeza. Wasaddaqa bilhusna, ahadi ya Mwenyezi Mungu hii hapa, fasanuyassiruhu lilyusra, basi tutamwelekeza katika njia iliyokuwa nyepesi. Matatizo yanakuja mbele yako, lakini unashangaa Mwenyezi Mungu anakufungulia mlango, hujui mlango huo umetokea wapi. Hata wewe kwa akili yako kibinadamu hujui imetokea wapi. Mfano, angalia mitume, imani imejaa moyoni. Musa alayhi salam, surah Ash-Shu'ara, Allah anasema nini? Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Firauni kwa nyuma yao, bahari mbele yao. Watu wa Musa, Bani Israili, wanamwambia Musa,
tushadirikiwa, tushakamatwa, khalas, Firauni anatumaliza. Musa amesemaje? Qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin, hapana, hakika Mola wangu yupo na mimi na ataniongoa. Na hajui njia itatoka wapi, lakini anaamini Mwenyezi Mungu atamfanya nini. Kisha wewe kwa akili yako unategemea bahari ipigwe, ifunguke njia, tena njia mbili. Njia ya kwanza inakuwa mfano, Allah anasema katika Shuara, fakana kullu firqin katawd alazim, ikawa mfano wa ile njia iliyopasuka, maji ya huku na maji ya huku, ukiangalia ni mfano wa jabali. Nani alitegemea kwamba njia pale itatengenezwa? Ni tauhid na iman. Ibrahim alayhi salam anatupwa katika moto, shimo la moto ambao watu wanakusanya siku 40 wanakusanya kuni, mpaka mwanamama anasema Mwenyezi Mungu akimponyesha mwanangu, naweka nidhiri nitaenda kukusanya kuni ya kumchomea Nabiiullah Ibrahim. Mpaka mwanamke mwingine anaenda kujifunza kushona ili apate pesa ya kwenda kununua kuni. Yani, lakini Ibrahim Mwenyezi Mungu anafanya nini? Amemwokoa kwa sababu ya imani iliyokuwa ndani ya moyo wake. Na imekuja hadithi, imekuja athar, Allahu a'lam katika sahiha yake, lakini la ba'as bil istinasi bihi, anasema kwamba alikuja Jibril akamwambia, ya Ibrahim, alaka haja, unataka msaada wote? Na anaona mtu uko na rushwa, tena hata wameshindwa kumrusha kwa hivi kwa sababu ya ukali wa moto, wametumia yale manati. Lakini Ibrahim anasema, kwako sina haja, kwa Mwenyezi Mungu naam. Tauhid imejaa katika moyo wako, na Mwenyezi Mungu anasema fasanu yassiruhu lilyusra, Mwenyezi Mungu atamuongoza katika njia nyepesi. Upande wa pili, wa amma man bakhila wastaghna, aliyebakhili akazuia, yule ambaye amezuia mali yake kutokana na kitu mustahab chenye kupendeza haitwi bakhil, lakini yule ambaye anazuia mali yake kwa kitu wajibu ndio anaitwa bakhil. Wa amma man bakhila wastaghna, kabakhili sawa, wastaghna, akajitosheleza na mali yake, hakumwomba Allah subhanahu wa ta'ala wala hakutaraji thawabu kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kaona kwamba mali yake inamfanya nini, inamuokoa. Kisha akasema nini? Wakadhaba bilhusna, na ikhtilaf kama tuliposema wasaddaqa bilhusna naingia hapa hapa. Wakadhaba bilhusna, akakadhibisha na kile ambacho kitu chema. Wengine wakasema kalima tauhid, wengine wakasema akakadhibisha siku ya mwisho, na wengine wakasema kwamba aliamini kwamba hawezi, pesa ikitoka mfukoni imeondoka hiyo, Mwenyezi Mungu hatomlipa. Na hii Allah subhanahu wa ta'ala anasema malipo yake fasanuyasiruhu lilusra, tutamuongoza katika njia iliyokuwa ngumu. Mwenyezi Mungu anasema tutamuongoza katika njia iliyokuwa ngumu. Leo wewe unazuia zaka ya Mwenyezi Mungu. Unajua zaka ya Mwenyezi Mungu ni ngapi? Mfano, mwaka mzima umekusanya milioni 100. Sawa? Milioni 100. Ikifika mwaka igawanya kwa 40 ndio zaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kufika nisab. Sawa? Inakuwa bei gani? Kwenye milioni 100 unatoa ngapi? Ukigawanya kwa 40. Milioni 2.5. Si ndio? Milioni 100 mashaikh. Inakuwa milioni 2.5. Unatoa milioni 2.5 kwenye milioni 100, unaona shida. Sheikh, kesho TRA anagonga mlango pale, ile Mwenyezi Mungu anachukua kwako mara 10. Ndio hii fasani yasiruhu lilusra. Mtoto wako kavunjika, anatakiwa pelekee matibabu India, inakutoka hela kwa sababu hukuitoa haki ya Mwenyezi Mungu, utaitoa katika machungu. Ndio maana yake. Shanga mwingine anazuia haki ya Allah, kutoka katika njia ya Mwenyezi Mungu hataki, lakini kuchangia timu ya mpira na kuchangia. Changia Sheikh Waislamu msikiti. Kuna sehemu watu wanaswali kwenye vibanda Sheikh mkoani, lakini ukimwambia toa anatoa milioni 1. Sio kama hana, anayo. Lakini mambo ya kipuuzi namba 1. Ndio hii fasani yasiru lilusra. Anaenda kuchuma baya kule, kesho utamkuta mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haki ya Mwenyezi Mungu usipoitoa, sio kama Mwenyezi Mungu anahitaji hiyo. Ni wewe kutengeneza nini? Himaya. Hii zaka unaitoa
inakusaidia wewe. Tena Mtume anasema kwenye hadithi, sadaqa inazima ghadhabu ya Mwenyezi Mungu kama maji inapozima moto. Sadaqa inazima ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anakuridhia himaya katika mali yako na watoto wako na familia yako, hutopata balaa. Na hata ukipata balaa, Mwenyezi Mungu anakufungulia njia ile kwenye pesi. Ndio hii maana yake. Huenda Allah akakupima, lakini unazuia, kesho utailipa kwa nguvu kwenye njia isiyokuwa kumridhisha Mwenyezi Mungu, tena maradufu. Na hii ishatokea. Na unabaki hela haina baraka. Unashangaa unaingiza hela nyingi, baada ya wiki mbili hamna. Hela yote imeondoka. Unachuma, huna furaha katika familia yako, huna furaha katika watoto wako, huna furaha katika maisha yako. Kila siku unatumia dawa tu za kupunguza stress, kwa sababu Mwenyezi Mungu hayuko radhi na wewe. Hukufuata njia ya Mwenyezi Mungu akakuongoza katika fasani yasiruhu lilisra. Tayib, wama yughni anhu maluhu idha taradda, kitu gani ambacho kitamsaidia pindi ambapo Allah anasema hii mali yako unaizuia wewe na unaionea ubakhili, itakusaidia vipi siku ambayo utadidimia katika moto wa Jahannam? Wengine wakasema taradda sio kuingia Jahannam, ni pale umauti unafika. Haya, toa hela yako yote, mzuie malakul maut asikufanye nini, asichukue roho. Tuambie nipe sekunde 2 nifanye istighfar. Ndio ile anasema rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha, Mola wangu nirudishe nifanye wema. Ulipewa. Sasa Allah anasema awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir, hatukukupa muda ambayo wewe ukazingatia, lakini wewe umefuata matamanio, na mwisho wa matamanio ni maangamizi. Inna alaina lalhuda, Allah anasema hakika kwetu ni uongofu. Na hii na sadiki aya zingine Allah anasemaje? Inna hadainahu an-najdain, njia mbili. Inna hadainahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura, njia mbili, ima njia ya haki na ima njia ya batil. Mwenyezi Mungu anakuwekea wazi, ifuate wewe. Na wengine wakasema inna alaina alhuda, uongofu kwetu sisi, maana yake marejeo, mtarejea kwetu, na yote ni sahihi, hakuna pingamizi. Wa inna lana lal-akhirata wal-ula, na hakika akhira ni ya kwetu na ya duniani hapa ni ya kwetu. Mwenyezi Mungu anamiliki zote mbili hizi. Hii inaonyesha nini? Adhama ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe huna uwezo, hata hizo mali ulizopata ni Allah amekupa. Allah amekutengenezea njia mpaka ukaipata. Kisha Allah akasema fa andhartukum naran taladha, hakika ninawatahadharisha na moto ambao wenye taladha, yani tatawahaj, yenye kukolea, moto mkali wenye kukolea. La yaslaha illa al-ashqa, hatoingia humo isipokuwa yule muovu aliangamia. Hatoonja adhabu yake, joto lake, isipokuwa yule aliangamia. Na hii tumetaja kwenye darasa zilizopita nyingi, watu wa motoni, na Allah anawataja hali zao kwenye Qur'ani, chakula chao, maji yao yote. Na moto ni kitu kibaya. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye sura Al-Qur'an anasema idha ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha, idha ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira, moto unawaona wale pale wako mbali, moto inaanza kutoa sauti, inaanza kunguruma, yani walete. Ikiwa wanadamu, Mtume alisema siku, je, hamtoridhia mkawa ni robo ya watu wa peponi? Masahaba wakapiga takbir, yani ummat Muhammad, robo ya pepo ni ummat Muhammad. Akasema, je, hamtoridhia mkawa ni theluthi ya watu wa peponi? Wakazidi kupiga takbir. Kisha akasema, hamtoridhia mkawa nusu ya watu wa peponi, yani watu wa peponi wote nusu yao ni ummat Muhammad. Masahaba wakapiga takbir. Na hii inaonyesha kwamba watu wa motoni ni wengi kuliko watu wa peponi, kwa sababu umma ulitangulia wote, ikiwa nusu yetu tu ambao wanaingia peponi, maana yake wale bakia wote wanaingia katika umma ulitangulia ni motoni. Achana na hiyo Yaajuj wa Maajuj, qaum, watoto katika dhuria ya Nabiiullah Nuh, Yaajuj wa Maajuj ni wengi mno, kama athari inavyoonyesha.
na wote ni watu wa motoni hawa Yajuj wa Majuj. Kwa hiyo watu wa motoni ni wengi na moto ni kubwa kuliko pepo. Waliyadhu billah. طيب لا يصلح إلى الأشقى الذي كذب وتولى, yule aliyekadhibisha na hakujitosheleza tu na kukadhibisha na aliipa uongofu mgongo. Wasayujannabuha al-atqa, na hii moto sayujannabuha, yatajannabaha, atakaa nayo mbali. Kwa nini janaba imeitwa janaba? Kwa sababu mwili wako unakaa mbali na tahara imekutoka, ndio maana inaitwa janaba. Itajannabta at-tahara, umekaa mbali na tahara. Hivyo utatenganishwa yule muumini, Mwenyezi Mungu atujalie tu miongoni mwao, watatenganishwa na nini? Na moto. Wasayujannabu al-atqa, mcha Mungu, alladhi yu'ti malahu yatazakka, yule anayetoa mali yake ili kuitakasa nafsi yake. Na wanazuoni wamekubaliana kwamba aya hii imeshuka kwa nani? Mashaikh nani? Yusuf. Naam, Abu Bakar. Aya hii imeshuka kwa nani? Kwa Abu Bakar radhiyallahu anhu, alladhi yu'ti malahu yatazakka. Abu Bakar alikuwa akiwanunua watumwa wa Kiislamu kwenye mikono ya washirikina, kisha anawaacha huru. Mpaka baba yake Abi Quhafa anamwambia, mwanangu, kwa nini usitafute yule mwenye nguvu? Anasema, mimi nanunua kwa makusudio. Makusudi yake alikuwa nini? Kumkusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alikuwa akitoa mali yake yote kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Iko safu ya kwanza kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumnusuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa ni mitume, ni masahaba wa Mtume. Mtu bora baada ya mitume ni nani? Abu Bakar. Mtu wa kwanza katika ambao si mitume ataingia peponi ni nani? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allah anamwambia, alladhi yu'ti malahu yatazakka. Miongoni mwa watu ambao Allah amemtuma Jibril akawafikishia salamu, Abu Bakar. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala ametoa ushahidi kwamba Abu Bakar anatoa katika njia ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Katika kisa ya Aisha radhiyallahu anha, hadithatul ifk, alipotukanwa Aisha akasingiziwa, ikashuka suratul Nur kumtakasa Aisha radhiyallahu anha. Miongoni mwa wale walikuwa wakisambaza maneno mabaya ni yule ambaye Abu Bakar alikuwa akimsaidia, akimpatia. Abu Bakar akasema, nakusaidia, unamtangazia binti yangu kwa uchafu, sikupi kuanzia leo. Kisha ilipotaja kumtakasa Aisha radhiallahu anha, ukurasa wa kwanza, ukurasa wa pili, ukurasa wa tatu, katikati Allah anasema nini? Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Nyuma yake aya nimesahau, lakini Mwenyezi Mungu anasema yule ambaye anatoa, je, hampendi Allah Subhanahu wa Ta'ala awasamee madhambi yenu? Abu Bakar hapo kwa papo akasimamisha mkono akasema, bala ya Rabb, akawa anaendelea kumpatia yule sadaqa. Angalia huyu imani, sehemu inauma lakini imekuja amri ya Mwenyezi Mungu, ni mstari mwekundu. Alladhi yu'ti malahu yatazakka, na hii inaingia kwa watu wote, yoyote atakayetoa mali yake. Na Imamu Sa'di cha ajabu hapa, muona alladhi yu'ti malahu yatazakka, yule anayetoa mali yake kwa ajili ya kufanya nini? Kuitakasa. Imam Sa'di anasema yule ambaye anadaiwa madeni, ana haki ya watu kwake, si ndio? Alafu badala ya kulipa deni ya watu anaenda kutoa sadaqa, huyu anaingia kwenye aya? Akasema huyu aingie katika aya. Kwa sababu nini? Aitakase nafsi yake kulipa deni ya watu kisha. Lakini mfano mtu anadaiwa pesa nyingi, sawa, alafu sadaqa ya shilingi 1500, hii inazuia? Wazuri anasema hii haizuii kwa sababu ni ndogo, kitu kidogo, yuktafar bihi. Lakini lipa haki ya watu kwanza, kisha ndio ulipe katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wama li ahadin indahu min ni'matin tujza, na hatoi kwa ajili ya neema au kwa ajili ya maslahi mengine isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii aya inasema wama li ahadin indahu, na hakuna mtu yoyote kwake ana neema, yani fulani alimsaidia yeye, anatoa kwa ajili ya kumsaidia. Hakujui, humjui, hana malengo yote na wewe, anatoa kwa njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
illa ibtighaa wajhi rabbih al-a'la, isipokuwa kumkusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Tena Mwenyezi Mungu aliyetukuka, Mwenyezi Mungu wa juu, uluul qahri wa uluul dhat, uluul qahri wa uluul dhati wa uluul sha'n. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni mkubwa wa sifa, mkubwa wa sehemu na mkubwa. Ndio maana wanazuoni wengi wanasema kwenye sifa al-asma wa sifat usitafsiri kwa lugha nyingine isipokuwa Kiarabu, kwa sababu haiwezi kafanana na nini, na maana ya Kiarabu. Labda utafsiri kwa kueleza, si kwa kuleta neno. Almuhim anatoa kwa ajili ya Mola wake mlezi, Mola Allah subhanahu wa ta'ala aliyekuwa ni adhim. Wala sawfa yarda, na hakika atafanya nini? Taridhia. Umeona hii lam asili yake ni nini? Mwenyezi Mungu anasema wasawfa yarda, wasawfa yarda, hii kasema wala sawfa. Lam hii inakuja kama kwa njia ya kutia msisitizo kwa kiapo, na hakika taridhia. Huyu nani anaambiwa hivi? Abu Bakar, na yote ambaye atafuta njia nani? Abu Bakar radhiallahu anhu. Sasa angalia sura inayokuja baada yake, huku kasifiwa nani mwishoni? Abu Bakar, sio? Sura inayokuja atasifiwa rafiki yake Abu Bakar ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani ina balagha na fasaha. Allah anasema wadhuha, anaapa kwa duha. Baadhi wanazuoni wamesema wadhuha, duha ni muda, Mwenyezi Mungu ameapa kwa muda mchache ule, kipande fulani cha mchana. Lakini wengine wakasema wadhuha hapa ni mchana wote, kwa sababu inakuja mbele yake walaili idha saja. Kwa hiyo lazima iwe na mukabala na nyingine. Mashayikh meleweka ya mashayikh? Walaili idha saja, na usiku unapo nini? Tulia. Na wengine wakasema na usiku unafanya nini? Inapoingia. Mwenyezi Mungu amepa kwa usiku unapoingia, kwa sababu ni utulivu. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala, Mola wako hajakuacha patupu na wala hajakukasirikia. Kwa nini Mwenyezi Mungu? Sababu nuzul aya hii, sura hii ni Ummu Jamil. Ummu Jamil nani mashayikh? Mke wa nani? Abu Lahab, mke wake anaitwa Ummu Jamil, ambayo tabbat yada abi lahab wa tab, imeshuka kwa ajili yake. Wa mar'atuhu hammalat al-hatab. Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala anasema ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Wahi ilikatika kwa mtume muda fulani. Yule Ummu Jamil akasema naona shetani aliyokuwa na wewe qad qalaka, amekuchukia, amekuacha. Mtume alimuuma. Kwa sababu gani? Mtume ni mwanadamu shekhi, na mtume alikuwa ana shauku na wahi na ana mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno kama haya yanamdhuru japokuwa ni uongo, lakini Mwenyezi Mungu akashusha akasema ma wada'aka, hajakuacha Mwenyezi Mungu, rabbuka wama qala, wala hajakuchukia. Mashayikh, iba angalieni kwenye msahafu wenu vizuri, angalieni vizuri. Kwenye wada'aka kaweka dhamir muttasil ambayo ni nini? Wada'aka kaf. Lakini kwenye qala kasema nini? Hajasema wama qalaka. Sitakiwe ma wada'aka rabbuka wama qalaka, lakini kasema ma wada'aka rabbuka wama qala. Kutafsiri Kiswahili, Mwenyezi Mungu hajakuacha wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hajakutupa na wala hajachukia. Hajasema hajakuchukia, akasema hajachukia. Nini? Kwa nini anafanya hivi? Kumliwaza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume, Mwenyezi Mungu angalia mapenzi yake kwa mtume wake, hata neno kuchukia, ile tuhuma hajaiambatanisha na nini? Na dhamir ya kumtaja. Ngao fasaha wa Qur'an. Walil akhiratu khairul laka min alula, ewe Muhammad, akhira ni bora kwako kuliko maisha ya dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Abu Bakar alimwambia nini? Wala sawfa yarda. Lakini Mtume Muhammad angalia alivyoitanua, akaieleza, akaitia uzuri, akasema nini? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tena akaambatanisha na jina lake Rabb kwa ajili ya kumliwaza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ataa ya mtume ni nyingi. Ibn Abbas anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye peponi ana qasr 1000 juu ya 1000 juu ya 1000, yani inafika milioni. Kasri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inafika milioni peponi.
kwa wingi wake, na kila kasr kuna wenye kuihudumia, na kila aina ya starehe iko ndani yake. Ndio hiyo Mwenyezi Mungu alimwambia wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Na Mwenyezi Mungu alimpa duniani, Mwenyezi Mungu alimpa duniani mtume wake, Mtume Muhammad. Hamu yake wote mnafahamu, hamu yake kubwa ilikuwa nini? Ilikuwa umma wake ufanye nini? Ndio maana kwenye sirat, hesabu siku ya kiyama, anafufuka anaenda kwenye arshi ya Mwenyezi Mungu, kwenye sirat anasema nini? Allahumma sallim sallim, Allahumma ummati ummati, umma wangu umma wangu. Mtume anakuogopea wewe mpaka akhira. Duniani wewe sasa hivi, wewe Khalfan Ismail hajakuona, lakini mtume alikuwa akikumbuka. Hadithi imetajwa, mtume ametoka Baqi na huku macho yake yanamwaga machozi, akaambia masahaba, nimewamiss, nimekuwa na shauku na ndugu zangu. Masahaba akasema, mtume sisi ni ndugu zako. Akasema, nyinyi ni masahiba zangu, ndugu zangu ni watu wanaokuja baada yangu, hawajawahi kuniona, lakini natamani mmoja wao anione, hata kwamba atatoa mali yake yote, nafsi yake yote, watoto wake wote, kwa ajili ya sekunde moja kuniona angefanya. Na sisi wote tunampenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu atujalie iwe imani yetu hii au neno yetu hii ni neno la kweli, na atujalie mapenzi yake kwa kufuata alichoyaleta. Kwenye haudh, jua kali, mtume anakunywesha. Angalia, mtume hakuachi. Duniani hapa hakuna kitu alichokiacha isipokuwa amekieleza, kiko wazi kabisa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, imekwisha yote. Na alikuwa akisema ummati ummati. Alikuwa akimwambia binti yake Fatima, ya Fatima, salini ma shi'ti fa inni la ughni anki min Allah shay'a. Sasa hivi niulize, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu akhera sina cha kukulipa. Lakini kwenye sakaratul maut anahofia umma wake. Siku ya kiyama umma wake, shughuli yake yote ni umma wake, umma wake, umma wake. Na ndio Allah akamwambia wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, na Mwenyezi Mungu ndio akajalia nusu ya watu wa peponi ni ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam yajidka yatiman faawa. Allah anataja neema yake kwa mtume wake, anasema Mola wako hakukukuta wewe ni yatima, tena huna baba wala mama. Faawa, akakupa makazi. Faraaka, mtume baba yake alifariki hali ya kuwa yeye yuko kwenye tumbo la mamake, kisha mamake kafariki alikuwa ni mdogo, kisha akawa katika kanaf ya babu yake Muttalib, kisha kafariki naye ni mdogo, kisha akahamia kwenye kanaf ya Abi Talib ammi yake, na ammi yake alikaa naye. Lakini Allah anamueleza ulikuwa yatima, lakini tukafanya nini? Tukakupa makazi, tukakulea. Wa wajadaka dhallan fahada. Watu wengi hapa, baadhi ya wafasiri wanasema ni makosa kusema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameangamia. Aiwa, wajadaka dhallan, amekukuta hali ya kuwa wewe ni mpotevu, akakuongoza. Lakini wahi, Qur'ani inathibitisha kwamba mtume alikuwa hana elimu kabla. Mwenyezi Mungu akamshushia wahi akawa na elimu. Kwenye sura Ash-Shura mwishoni Allah anasema nini? Auhaina ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al-iman. Hukujua nini kitabu, Qur'an nini, wala imani nini, lakini sisi ndio nini tumekushushia. Kwa hiyo aya ni sawa, si sawa kusema Mwenyezi Mungu mtume alikuwa mpotevu? Si mpotevu wa njia yoyote, ambaye hafahamu kitu anaitwa mpotevu. Giza au ujinga, ujinga si tusi, ni dhidi ya kujua. Anajua lakini mjinga. Lakini huenda kwa matumizi ya watu ikaonekana ujinga ni tusi. Sio ukasema kama mtu hajui, hafahamu tafsiri ya Qur'ani, ukaambia wewe ni mjinga, alafu ukapigwa ukasema Sheikh Abdullah amesema hivi. Hiyo urfu ya watu, wewe unatakiwa uangalie urfu watu wamezoea nini. Mjinga kwa watu ni tusi, lakini kwa Kiswahili fasaha ni dhidi ya elimu, kutokujua. Lakini Mwenyezi Mungu alikukuta hauna elimu, hauna wahi, akakuteremshia wahi, akakuongoza. Kisha wawajadaka, neema ya pili. Kisha ya tatu, wawajadaka ailan faaghna, alikuta maskini, fakiri, kuna chochote, faaghna, akakutajirisha. Baadhi ya wanazuoni wanasema faaghna
kakupa ile kinai, una kinai, amekinai mapambo ya dunia. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa hamu yake si mapambo ya dunia, wala hana habari na dunia shekhi, yani akhira na ibada. Lakini wengine nasema fa aghna, kakutajirisha kwa moyo, lakini yote sahihi. Na mtume hapa Allah anasema fa aghna pia inaingia kwa umma wake. Baada ya mtume kufariki, dola za Kiislamu zilifunguka, dhahabu na mavitu na thamani vyote ilikuwa kwa Kisra na Rum, ilikuwa kwenye mikono ya masahaba. Mpaka Abu Huraira na Anas bin Malik ilikuwa ikiletwa sahani, wakila walikuwa wanalia kwanza, analia, nasema wallahi ilikuwa kijakazi wa mtume, nilikuwa na mtume, wallahi mtume hakuwa na hichi ambacho mnakula nyinyi. Mtume alikuwa nyumbani kwake siku nzima mpaka siku 2, moto hauwashwi, anakula mkate ambao umechakaa, nyinyi mwezi mkala, tena mkate ule unaita shair. Lakini dunia imefunguka kwenu, hasa kwenye kipindi cha Muawiya radhiallahu anhu. Dunia ilifunguka sana kwa Waislamu, mpaka Waislamu wakasahau amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Daula za Kiislamu zote zilikufa. Ilikuja daula ya Umawiya, Bani Umayya ikafa, ikaja daula Abbasiya ikaenda ikafa, daula Uthmaniya ina matatizo, na kila daula na kila dola ya Kiislamu ina matatizo ndani yake, hakuna mkamilifu. Andalus ambayo sasa hivi ni Spain na Portugal na baadhi ya Maghrib ilikuwa chini ya Waislamu. Walikuwa, huyu mnasoma kitabu chake Alfiyah bin Malik, alikuwa ni Andalusi. Wengi wanazuoni wengi, Ibn Hazm alikuwa ni Andalusi, wanazuoni wengi walikuwa ni watu wa Spain na Portugal, watu wa Cordoba ambayo leo inaitwa Cordoba. Ilikuwa yote miji ya Kiislamu. Hata baadhi ya watu wametembelea kule, wameona misikiti mikubwa ya Waislamu. Lakini walipoingia katika pombe na matamanio ya wanawake na ushenzi, Mwenyezi Mungu akawaangamiza. Kwa sababu ahadi yetu sisi Waislamu na Mwenyezi Mungu ni kusimamisha amri yake, in tansurullaha yansurukum, mkimnusuru Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anamnusuru vipi? Kusimamisha. Wewe unataka Palestina leo iongoke, itoke katika mikono ya Mayahudi, wakati mnataka kusimamisha jihadi ya Mwenyezi Mungu, wakati jihadi ya sala alfajiri hapa safu moja safu mbili, mtaweza kweli? Kwanza intansurullaha, Mwenyezi Mungu. Na sisemi kwamba kilichokuta ndugu zetu hawa Palestina mtu asije akatafsiri vibaya akasema kwamba kwa sababu ya madhambi. Hapana, hii ni ibtila. Mwenyezi Mungu anaweza akatupa mtihani, lakini sisi nafasi yetu iko wapi? Sasa hivi umetokea watu wanakuambia ile ni fitna. Sheikh, hakuna kitu kilichokuwa wazi kama jambo la Palestina. Fitna imetokea wapi Sheikh? Ndio ile na huenda mwingine ndani ya grupu yako akakuvunja nguvu, ima kwa kukusudia ima kwa kutokusudia. Lakini wewe nafasi yako, simama kama wewe. Ukishindwa kuenda kule kusimama na ndugu zako, hata ulimi umeshindwa kuzungumza, umeshindwa kuwapa mwangaza watu. Sababu hizi sasa hivi wanajaribu kufanya kana kwamba wao ndio wana haki, sisi ndio tunadhulumu. Sisi ndio tuna haki Sheikh, wao ndio wanadhulumu. Na batil ikibaki kwa batil kwa muda mrefu, watu wanadhani kwamba nini ni haki. Mfano Nabii Nuh alayhi salam, katika enzi ya Nabii Nuh baada yake walikuja watu wema, Yaghutha wa Yauqa na Nasra, lakini wakasema tuwatengenezee sanamu kuwaenzi hawa mawali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Iblis hana mahesabu na hawa waliokuwepo sasa hivi. Iblis mahesabu yake jil inayokuja, Iblis shetani mahesabu yake si hapa, ni kule. Mahesabu yake generation inayokuja baada yake, mahesabu yake ni vijana wanaokuja baadaye. Wale wa mwanzo walikuwa wanajua hawa si miungu, hii masanamu yale, walikuwa wanajua ni nani hawa, ni watu wema, tunawaenzi. Wanaenda pale wanasema nyinyi mlikuwa watu wema, kisha wale wakafariki, watoto wanachukuliwa na wazazi wao, wanakumbe hawa ni watu watakatifu. Kisha wale wazee wa mwanzo wakifariki, wanakuja baada yao, na wanasema nini? Wanasema wanachukua watoto wao hivyo hivyo, na mwishoni inakuja akili kwamba hawa ni nani? Miungu. Tena ukimwambia kwamba hii haifai, anakwambia
hii ni mila ya baba yangu na babu yangu. Angalia, batil ishakuwa ya muda mrefu, imegeuka kuwa nini? Ni haki, japokuwa batil tabaki kuwa batil. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila baada ya muda fulani anatuma mitume ili wailete upya. Na ndio maana anasema atanhana an natruka ma ya'budu abauna. Kwenye Qur'an imekuja sehemu nyingi unatukataza Abdul Shakur tusifuata ambayo wazazi wetu walikuwa wakiyafuata. Kumbe hawajui kwamba mzazi wao, babu yao wa kwanza ni nani? Adam. Kabla Adam Nuh. Kwa sababu baada ya Nuh watu wote waliangamia isipokuwa Nuh alayhi salam na walioamini. Sawa mashekhi? Nuh alikuwa katika kufra, walikuwa katika tauhid? Kwa tauhid. Kwa sababu batil imekuwa muda mrefu mpaka imesahaulika kwamba hii ni batil, si haki. طيب فاما اليتيم فلا تقهر. Basi yatima usimnini, usimudhi, usimchukize. Kwa nini Allah ametaja faama alyatima? Hii yatima inakuja kwa mukabala na ile neema ya Mwenyezi Mungu. Alam yajidka yatiman, wewe unajua neema ya Mwenyezi Mungu, ulikuwa yatima kisha Mwenyezi Mungu akakulea akakukirimu, basi na yatima usimchukize. Kwa hii na hii aya inayokuja, kila aya hapa inayofuata baada ina mukabala na neema ambayo Allah ameitaja. Kisha wa amma sa'ila fala tanhar, na yule ambaye anaomba usimfukuze. Kuja kuomba ima maskini au anakuja kuomba kujua elimu, lakini tuanze na kwanza maskini. Wa amma sa'ila, yule ambaye anaomba maskini usimfukuze. Na ndio maana Allah mwanzoni kaanza kumtajia neema. Neema gani? Wa wajadaka ailan, alikukuta maskini akakutajirisha. Na hapa anaambia akija maskini usimfukuze. Na pia tafsiri ya pili, na anapokuja mwanafunzi wa ilmu kutafuta ilmu usimfukuze, inaingia mukabala na neema gani? Hii mtaje nyinyi sasa, naongea mimi tu. Alikuta huna elimu kisha akakuongoza kwa elimu na wahi, ufasaha wa Qur'an. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith, na ama kwa neema ya Mola wako hadithia, eleza, mwambie. Na wanazuoni nasema kwa yule ambaye ni hasid, mwenye jicho usimwambie, lakini yule ambaye unamwamini, naambia wallahi mimi nilikuwa hivi nikawa hivi, Mwenyezi Mungu ameruzuku hichi na hichi na hichi. Neema Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu anapenda, kama hadithi ilivyokuja, anapenda kuona athari ya neema yake kwa mja wake. Mungu amekuruzuku kiwango cha mali, alafu wewe unavaa kanda mbili, moja imekatika nyingine imenini. Hii haingika umma bi ni'mat rabbika bihadith. Mwenyezi Mungu amekuruzuku mali, lakini bakhili huiweka katika sehemu yake. Wengine hapa kama tulivyosema, wa amma man bakhila wastaghna wakadhaba bilhusna fasanasiru lilusra. Familia baada ya wanazuoni umetaja familia yake ina haja, mke wake ana haja, hawapi familia yake, bakhili, nafaka, sababu kuna zaka kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu wajib. Kuna watoto walikuwa chini yako, mke wako ni wajibu wewe kumhudumia, anaizuia ile haitoi, anapata dhambi. Lakini unakuja kushangaa mtoko anatoka marafiki zake analipa mamilioni na mamilioni, jambo la kipuzi. Kuna wengine mpaka wanaozesha, wanaita nani, qita, paka kwa paka. Sasa hiyo ndio itadumu kweli? Ni mambo ya kipuzi. Ni Mwenyezi Mungu anampeleka kule kwa sababu gani? Amekataa kuiweka katika sehemu yake ipasavyo, ambayo ni ima nafaka alwajiba au zaka au sadaqa. Sura imeisha, sura mbili hizi. Kama kuna mlango wote wa masali sehemu hujaelewa nje ya mada hatutaki. Naam, amshukuru. Wasayujannabu al-atqa, hii moto hii islaha Allah alitaja Allah subhanahu wa ta'ala kwamba moto naran taladda la yaslaha illa al-ashqa, moto mkali. Mcha Mungu alileta maamrisho ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, akakaa mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, hatoingia. Yatajannabuha, atakaa nayo mbali moto. Yule ambaye amemcha Mwenyezi Mungu hatoingia motoni. Yatajannabuha, Mwenyezi Mungu atamuepusha nayo kwa kifupi.
na moto wa jahannam, wal billah. Muumini mcha Mungu. Naam Yusuf. Wama yughni anhu maluhu idha taradda, anasema yeye amefanya ubakhili, wastaghna, na ameacha njia Mwenyezi Mungu, anaona hana haja na Mwenyezi Mungu, mali yake inamtosheleza. Mwenyezi Mungu anamwambia wama yughni anhu, kitakusaidia nini, kitakunufaisha nini mali yako pindi ambapo utadidimizwa ndani ya moto wa jahannam. Naam, namna swali. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Kishki TV, nuru ya dini yako.